hayo mtazamaji, huku swala la ardhi likizidi kuibua hisia mseto miongoni mwa wakazi wa Kopsiro, eneo bunge la Mlima Elgon katika kaunti ya Bungoma, serikali imetakiwa kuwepo uwazi wakati wa ugavi wa ardhi ili kupunguza uhasama ambao unaonekana kutokota kila kuchao. Hii hapa taarifa hiyo kutoka kwa Marilyn Masika. Kulingana na Bi Evelyn Cherop ambaye ni mmoja wa waathiriwa wa mzozo wa ardhi, anasema licha ya kupewa ardhi baada ya mmeo kuaga dunia miaka 6 iliyopita, amesalia kuhangaika huku akimnyoshea kidole cha lawama afisa wa kusimamia masuala ya ardhi eneo hilo. Na wakati nilipewa hii shamba na mzee yangu, penye ilikuwa inasema ni mimi tu peke yangu. Mwisho ya jirani yangu ambaye nilikuwa na yeye ilikuwa Tree Nursery, alafu na Mtoni. Naomba serikali mchunguze mambo ya Morara, na huyu kamata anaitwa Steven Cheptinde. Wanakuja ground wakikata mashamba ya watu na kucreate number na kuandika map na penseli wakitengeneza map. Huyu Cheptinde anakaa kila wakati kwa ofisi ya DO na hajaajiriwa, na yeye pia ni common mwananchi kama mimi. Jameni, ningeomba haki ifanyike. Kwa upande wake Kipkorir Kigai ambaye ni mwanaharakati wa kisiasa na mkazi wa Kopsiro amelalamikia mbinu inayotumika kulipia huduma za ardhi, akisema kuwa fedha hizo zimekuwa zikitumiwa mtu binafsi, akihoji kuwa ramana iliyotumika sio halali, jambo ambalo huenda likazidisha uhasama miongoni mwa wakazi. President alisema pesa ya serikali inalipwa kwa akaunti ya serikali. Ukienda Ministry of Lands, kuna app imefunguliwa inaitwa Ardhi Sasa. Lakini utakuta pesa ya dispute inatumia huyo ofisa. Tuko na watu wako na M-Pesa statement wametumia pesa ya dispute. So sisi hatujui serikali inaelekea wapi. Wanapatiaje mtu huwa anakusanya pesa ya dispute mtu mmoja? Mwisho tuko na shida na records ya maps ya settlement scheme. Unakuta map imekuwa ikibadilishwa usiku na mchana. Leo unakuta map iko na namba moja, ikifika kesho imekuja na namba karibu 9. Ni nani huwa anatoa ruhusa ya hiyo? Akasema akadai nimpe ngapi, shilingi ngapi 10,000 ya kuja ndio kuja pima ile shamba. Tukamtumia mpaka sasa hivi bado niko na receipt. Hata hivyo, kwenye mahojiano kupitia njia ya simu na George Morara anayedaiwa kuwahangaisha wakazi, anasema tayari masuala ya utata wa ardhi yanashughulikiwa na afisi husika. Walienda kwa ofisi yake, wakaeleza, wakaangalia register, kila mtu akaona register au kwa shamba gani. So ikaonekana huyu mama ako na shamba 2 na hiyo shamba nyingine ni ya mwenyewe. So wakamaliza hiyo kesi, na hiyo ndio ilikuwa kesi, hakuna kesi nyingine. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Marilyn Masika.